Yes, hatimaye tena katika episodi safi ya 3 na 4 ya chuma bomba sana ipenito Bala Luko ndani nyumba tena The Chosen One. Sasa tuanganisha pale ambapo tulishia katika sehemu safi iliyopita. Ilikuwa ni kipindi ambapo Gao, mtaalamu ambaye anafahamika kwa jina Adayo, alikuwa kwa safarini na mama Velo kuelekea kwa mtu ambaye alikuwa anahitaji kuona nao. Lakini pia Gao aliuliza juu ya usalama wa binti ambaye anasalia katika jumba hapo. Bando pili bibi alikuwa analia tu, lakini mama alianza kupata wasiwasi kidogo kwa sababu kuna kitu alikiona kama kijakaa sawa zaidi. Basi bibi alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana. Hajui kwa nini amekuwa na huzuni pindi ambapo anamwona mtaalamu anatoka ndani ya mjengo. Kurasili ambayo imejificha sana kumbuka ni Bala Luko. Basi baadaye watu hao walionekana wakiendelea na safari kuelekea sehemu ambayo alikuwa anahitaji kufika, kwani kuna bwana mmoja alikuwa anahitaji kukutana nao. Basi tunarejea katika mjengo tena huko katika himaya ya mtaalamu wa zamani Dayo. Basi binti ambaye anafahamika kwa jina la Annabella aliweza kukuta kuna ugeni ambao umeingia hapa. Alikuwa ni binti ambaye anafahamika kwa jina la Lily. Asema kuna kitu ambacho utaweza kuchukua. Usiwe mtu ambaye unajifanya ni mtu mwema zaidi, lakini mtu ambaye una kitu cha ajabu zaidi. Ninachohitaji kupata ukweli kutoka kwako. Ilikuwaje juu ya habari yako wewe na Jordan? Asema lazima utotoka tu kwenye nyumba na Bella. Haijaishi ni michezo ya gani unaocheza ukizani nitakupa nafasi katika ile jumba. Na wewe Jordan atabakia kwa wangu tu. Asema lakini kama mtu huyo angekuwa anakupenda, angeongozana na wewe kuja hapa wakati unahitaji kuendelea kunilamikia mimi. Lakini ni kama mbegu ambayo haina uzao. Kwa hiyo sidhani kama mti ambao una matunda ungeweza kuwavutia watu wengi zaidi. Hii ilikuwa ni bonge moja la kejeli kutoka kwa Annabella kwenda kwa binti ambaye anafahamika kwa jina la Lily. Kiukweli imuumiza sana Lily, na isema unakuja kulipia kwa dhambi ambayo umehitaji mwenyewe uje kuitafutia malipo yake. Basi mshtua kidogo Annabella, lakini aliona tu mambo yanaweza kaa sawa zaidi. Basi tunarejea upande wa pili kwa bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Jordan. Hii ni kumbukumbu ambayo tukupata kuiona mwanzo. Nini aliongea na mzee wake? Mzee wake ambaye lazima usimame kama mwanaume, na Annabella amebeba mdogo wako. Yaani na maana yule mtoto aliyoko kwenye tumbo la Annabella ni mtoto wa mzee mzima Adayo. Ili muumiza sana bwana mdogo, lakini nini ambacho angefanya? Alimwomba sana aweze kumtetea na kumtunzia siri babake. Sasa mtaalamu akiwa anatoka pale akiwa na mawazo mengi sana, alihitaji kwenda kukutana na binti ambaye alikuwa ni kipenzi chake Lily. Kuna jambo anahitaji kumwambia bibi. Na bibi alimlalamikia sana Jordan akidai kwamba anahitaji kupata ukweli wa juu kile ambacho kimetokea. Anadai kwamba je, haya ni malipo sahihi kwa kile ambacho alifanywa? Jordan anatamani kumwambia ukweli, lakini ndo kwanza binti ampe nafasi ya kuweza kuzungumza neno moja. Awe baki akae tu kimya akijaribu kuangalia nini anaweza kukifanya ili kuhakikisha anaweka situation inakuwa sawa zaidi. Basi ajabu kumtuliza tu, lakini baadaye bibi alimsukuma akidai kwamba kwa hicho ambacho unafanya ni kama kunikejeli tu. Muda wote umefanya siri ambayo kiukweli imeweza kunitia aibu nzuri. Ila maana upendo wangu ndio utaishia kwa hali Jordan. Bibi alikuwa analia kwa machungu zaidi. Lakini mtamu Jordan alikuwa anahitaji kumwambia ukweli juu ya kile ambacho kimetokea. Asema na mimi sitaweza kukubali uwe mbali na mimi. Basi bibi alimpiga na kitu kizito sana mtaalamu Jordan. Na Jordan aliweza kwenda chini kwa maumivu makali. Isitosha kuamini ya kwamba sasa binti lazima kama amechukua uhai wa mtaalamu. Basi usigute kidude, tunaunganisha katika episodi safi ya 4. Kumbuka hiyo ilikuwa ni ya 3. Basi mtaalamu aliweza kufika katika eneo la Shell kwa ajili ya kuhitaji kuweka mafuta, kwa sababu anahitaji kukutana na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Jakora. Na upande wa pili hali ya mtaalamu kufahamika kwa jina la Jordan ni kwamba hajatengamaa, iko katika hali ya mauzauza. Na hapa Jordan alimpa kumbukumbu ya kitu fulani bibie kumthibitishia kwamba yeye husiki na kila kitu. Hili muumiza sana Lily kwa sababu alishindwa kumsikiliza ni nini ambacho mwamba alikuwa anakitaji.
Huko tunamwona kuna mtu ametinga nguo za kijeshi. Yuko ndani ya toy moja kubwa sana. Yuko nyuma kabisa msafara wa watu wawili, yani kati ya mkali wa kufahamika kwa jina Adayo akiwa na mke wake ambaye anafahamika kwa jina Veronica. Walihitaji kufika katika hoteli moja tu kwa ajili ya kupumzika. Lakini bibi naye upande wa pili kwa anajilaumu tu, kwa nini hakuambiwa yote haya? Anasema hata ningekwambia nini ambacho ungefanya, kwa sababu ulikuwa na tempo ya hasira hivyo. Malipo ya kile cha kutonisikiliza mimi, nafikiri hatima yake ndio inakuwa hapa. Basi mtaalamu baada ya kufika katika hiyo hoteli akiwa na mama walihitaji kidogo kupumzika kabla ya kuelekea huko ambako anahitaji kuelekea. Sasa mama alielekea eneo la Marathon, yani eneo la washroom mkuu. Alikuwa anaonawa mikono na kujiweka safi zaidi, lakini mwamba alikuwa ametulia huko. Anashangaa muda unazidi kwenda sana, lakini bibie ni kwamba aje. Hivyo alihitaji kutoka nje kidogo. Basi kutoka nje aliweza kuiona toy moja, lakini upande wa pili kuna boot moja kubwa la jeje, afu na gwanda moja ya kisoja zaidi. Kila mtu ana machungu na gazabu. Anambia nikwambia wenda kufuata popote unapoenda. Anasema Jakora, ungejaribu kuniacha mimi na maisha yangu, kwa sababu tayari nishatoka kwenye maisha yako. Kitu ambacho kilikuwa kiko sahihi, nilikuwa naomba ujaribu kuniachia maisha yangu tu. Anasema siwezi kuacha maisha yako, ndaondoka na yeye. Lakini sauti inasikika ikisema Velo. Mkali Dao baada ya kurejea katika chumba tena alikuta bibi ipo. Sasa anamwambia mkali wa kufahamika kwa jina Jakora alimtuliza sana mama. Basi Dao alienda katika eneo la bafu, na hapa alikuta kitu ikiwa peru baba. Yale mzigo ni kwamba upo. Mwanaume huyo hapa juu anatamba, anavuta na kamufika ketara bintibu. Basi Dao katika kuambamba alipata nafasi ya kumkuta mama akiwa ametulizwa kwa taratibu na mkali wa kufahamika kwa jina Adayo, na hii ilimfanya kumbuke kumbukumbu moja ya zamani zaidi juu ya kitu ambacho kilikuwa kimejificha zaidi kutoka kwa mtu wa zamani zaidi. Basi ajaribu kuangalia kama mke wake yuko sawa. Leo mwamba alikuwa anadai ya kwamba anachohitaji apatiwe mtoto wake. Sasa mkali Dayo anajiuliza mtoto wa aina gani? Anasema Jordan ni damu yangu mimi. Hii inamshtua sana mwanaume kwa sababu amekaa na Velo kwa miaka mingi sana, hajawahi kujua ukweli wa hili jambo. Na mzee anasema wewe ni mtoto wake. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya mzigo bomba sana wa Bala Luko? Hii ni episode ya 3 na 4, tukutana katika episode ya 5 na 6 ili kuendelea kuenjoy burudani bomba sana hapa. Hii inatoka DC Production, Jumla Burudani. Kama dawa kama kawaida. Yego chao.